Lakini mimi niliyesimama hapa ninaitwa Upendo Wela, ni mkuu wa wilaya ya Tabora, na kwa heshima kabisa nimesimama hapa kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha, ambaye yeye ndiye alialikwa kama mgeni maalum wa siku hii ya leo, lakini kutokana na dharura basi akanituma nije nimwakilishe katika hafla hii ambayo sote tunashiriki katika siku hii ya leo. Kwa hivyo salamu hizi nitakazozisoma hapa ni kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha. Na kwa sababu nimetumwa, kawaida ukitumwa lazima usome kile ulichotumwa, si ndio jamani? Kwa hivyo nikisema ya kwangu nitaongeza na mengine ya chumvi. Kwa hiyo mniruhusu nisome hotuba iliyokuwa imeandaliwa ya mgeni huyu maalum ambaye ni Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tabora. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama mnavyofahamu, Mahakama ya Tanzania imekuwa na utaratibu wa kuwa na mapumziko kuanzia tarehe 15 Disemba kila mwaka hadi mwezi Februari ya mwaka unaofuata, ambapo shughuli za mahakama huanza rasmi kwa mwaka husika wa sheria. Tuwapongeze mahakama kwa kuwa na utaratibu huu mzuri ambao hutumia muda huu wa mapumziko kujitathmini juu ya utendaji kazi na kujipanga vema kwa ajili ya kuanza rasmi kwa shughuli za mahakama kwa mwaka unaofuata. Niwapongeze mahakama hususan kanda ya Tabora kwa kuanza rasmi kwa mwaka mpya wa sheria wa mwaka 2026 kama ambavyo kauli mbiu ya mwaka huu wa 2026 inavyosema, mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Hivyo hongereni sana kwa kuanza siku hii ya leo, na tuwapongeze kwa makofi jamani. Mahakama ya Tanzania imekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Kwa mkoa wetu wa Tabora tumeona ambavyo mahakama imekuwa ikisimamia jukumu lake la utoaji wa haki kwa wakati, na hivyo kusaidia kuwepo kwa amani na utulivu na kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kujipatia kipato, jambo linalochangia ukuaji wa uchumi wa familia na taifa kwa ujumla. Hongereni sana. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sambamba na hilo, mahakama katika kanda ya Tabora imeendelea kuimarisha ushirikiano na wadau wake muhimu katika mnyororo mzima wa utoaji wa haki, na hivyo kufanya jukumu zima la utoaji wa haki kufanyika kwa ufanisi mkubwa. Napenda kuahidi ya kwamba serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa mahakama kama ambavyo imeendelea kutoa ili kuhakikisha mahakama inatekeleza majukumu yake kwa ufanisi na hatimaye kuweza kuletea maendeleo taifa letu la Tanzania sambamba na kauli mbiu ya mwaka huu kama inavyosema. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunashukuru sana uongozi wa Dr. Mamba ambaye ndiye jaji mfawidhi na uongozi wa mahakama ya kanda ya Tabora chini ya Mheshimiwa jaji mfawidhi Dr. Mambi kama ambavyo nimesema, kwa kuendelea kuthamini nafasi yetu kama wadau muhimu wa mahakama na kutushirikisha katika shughuli mbalimbali za kimahakama kwa ustawi wa taifa letu. Niwapongeze na kuwashukuru wadau wote na wananchi kwa ujumla kwa kujitokeza kushiriki katika siku hii muhimu, pamoja na vikundi mbalimbali vya burudani kama ambavyo vimetuburudisha hapa, lakini tumepata jumbe mbalimbali kupitia vikundi hivyo. Kwa hivyo tunawashukuru sana kwa ushiriki wao mzuri, kwa sababu wamefanikisha kufikisha ujumbe kwa kupitia sanaa ambayo wamejaliwa, na tuwapongeze sana. Nitoe rai kwa wananchi kujijengea tabia ya kupenda kujifunza juu ya mfumo mzima wa utoaji wa haki nchini kwa njia mbalimbali na kufahamu namna mahakama inavyotekeleza majukumu yake ili kuthamini na kuenzi mchango inayotoa katika kuleta ustawi na maendeleo ya taifa. Na hapa nisisitize ama nitoe rai kwa wananchi wenzangu wa wilaya ya Tabora, lakini na mkoa kwa ujumla wake, kwa sababu kama nilivyosema nimetumwa kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Wananchi tupende kama tulivyoaswa kusoma na kufuata utaratibu wa namna ambavyo wanatuongoza kwa mujibu wa sheria, kwa sababu katika siku za hivi karibuni imejitokeza kwenye baadhi ya maeneo watu wanachukua sheria mkononi, si ndio jamani? Sisi tutafuatilia kupitia vyombo vya habari taarifa ambazo tunazipata. Unakuta mtu amemhisi tu pengine amefanya jambo fulani. Kwa mathalani katika swala hili napenda kutoa mfano wa kesi moja ambayo mtu amemhisi tu kwamba ametembea na mke wake, si ndio Kuna kijana aliuawa, nadhani kama wiki 2 zimepita tulipata taarifa hiyo. Aliuawa kwa kuhisiwa kwamba anatembea na mke wa mwingine. Sasa badala ya kufuata muhimili wa kisheria kwamba kama umemtuhumu ama unamhisi
anatuhumiwa na kosa fulani, kwa nini usifuate muhimili wa kisheria kamfikisha kwenye vyombo vya sheria akahukumiwa kwa mujibu wa sheria, badala ya kuamua kuchukua sheria mkononi? Matokeo yake tunapoteza uhai wa wananchi wenzetu kwa kusingiziwa tu pengine, kwa sababu ukimfikisha kwenye vyombo vya sheria, kama tulivyoona mfano hapa, watoto wetu, wanafunzi wetu wamefanya igizo zuri kabisa hapa, namna ambavyo mtuhumiwa yule amefikishwa kwenye vyombo vya sheria, ingawaje wamepewa challenge kwamba wakati mwingine na yule aliyetenda kitendo naye afikishwe wapi? Mahakamani. Wao wamemfikisha tu shangazi, kwa sababu shangazi ndiye aliyemuuza yule binti yake. Kwa hivyo wakafuata muhimili wa kisheria na haki imetendeka, mtuhumiwa amehukumiwa miaka 30. Tumeona hapa wote, si ndio? Kwa hivyo vivyo hivyo kwenye matukio mengine yanayotokea kwenye jamii yetu, ni waasi wananchi wenzangu wa Tabora, tusipende kuchukua sheria ama hatua mikononi, kwa sababu kama nilivyosema, inapelekea kupoteza maisha ya wenzetu pengine kwa kuwaonea, na kitu ambacho si sahihi. Lakini kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema leo, kwa maana ya kwamba inaoanisha masuala mazima ya haki pamoja na maendeleo. Kwa maana hiyo, tukiamua kuchukua sheria mikononi, pengine tunaweza tukapelekea sasa kufanya uvunjifu wa amani, na sehemu yote ambayo pana uvunjifu wa amani manake hapana maendeleo, si ndio jamani? Watu watachukua sheria mkononi, watapigana, watauana, patatokea machafuko, na mwisho wa siku hakutakuwa na maendeleo kwenye eneo kama hilo, kwa sababu watu wataishia kupambana, kupigana, hakutakuwa na amani, matokeo yake maendeleo hayatapatikana. Lakini tukifuata mihimili ya kisheria kwa mujibu wa katiba yetu ya nchi, maana yake haki itatendeka na mwenye haki yake atapata haki yake. Mwisho wa siku tutaendelea kuishi katika hali ya amani na utulivu, kila mmoja akiendelea kutekeleza majukumu yake katika kuleta mchango kwa taifa letu la Tanzania, na ukuaji wa uchumi tutauona katika mtu mmoja mmoja, lakini na taifa kwa ujumla wake. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.